Marekani lazima italipia uharibifu iliofanya katika vinu vyetu vya nyuklia, anasema waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi, na amesema kwamba Marekani lazima ilazimike kuwajibika kikamilifu kwa matokeo ya mashambulizi yake dhidi ya vituo vya nyuklia nchini Iran, akisema Tehran inahifadhi haki ya kuamua chaguzi zake yenyewe, kwa maana itafanya shambulizi ama la ni chini ya mamlaka yao watu wa Iran. Akihutubia katika mkutano na waandishi wa habari kando ya mkutano wa OIC mjini Istanbul siku ya Jumapili, Araghchi alisema Marekani imekiuka sheria na kanuni zote za kimataifa kwa kushambulia maeneo ya nyuklia ya Iran. Marekani lazima ikubali kuwajibika kikamilifu kwa matokeo mabaya ya hatua hiyo kali, alionya. Akiangazia haki ya Iran ya kujilinda chini ya mamlaka ya Umoja wa Mataifa, Araghchi alisema Tehran inahifadhi haki ya kuchukua mfululizo wa chaguzi kujibu mashambulizi ya Marekani. Iran kamwe haitafikiana juu ya mamlaka yake, uhuru na uadilifu wa ardhi yake, waziri huyo wa mambo ya kigeni alisisitiza, akiongeza kuwa Tehran itatumia zana zote zinazowezekana na muhimu na suluhisho kwa ajili ya kujilinda. Na iwapo tu vitendo vya uchokozi dhidi ya Iran vitasitishwa, ndipo Tehran itaamua kuhusu kuanzishwa tena kwa mazungumzo ya kidiplomasia, waziri huyo wa mambo ya kigeni alieleza, akisema kwamba kamwe wakati huu hawataendelea na mazungumzo ya aina yoyote kuhusu suala la nyuklia, licha ya rais wa Marekani Donald Trump kuendelea na vitisho. Katika hotuba yake aliyoitoa siku ya Jumapili baada ya kufanya shambulizi katika vinu vya nyuklia huko nchini Iran, alisema rais wa Marekani na hata pia waziri wake wa ulinzi Pete Hegseth kwamba ikiwa Iran haitokubali kufanya mazungumzo juu ya suala la nyuklia, basi wataendelea kufanya mashambulizi. Lakini wakati huu Iran inaeleza uhalisia kwamba wao wapo tayari kujilinda na wapo tayari kwa ajili ya mapambano, lakini si kuingia katika mazungumzo ya kuzungumzia suala la nyuklia ambalo waliamua kufanya shambulizi. Lakini pia wakati huu ambao Israel inaendelea kufanya mashambulizi ndani ya Iran, kamwe wao hataendelea na mazungumzo, zaidi ni kulipa kisasi tu. Wakati vita vya kichokozi vya utawala wa Israel dhidi ya Iran vikiingia siku ya 10, Marekani iliingilia kati na kufanya mashambulizi ya kijeshi katika maeneo matatu ya nyuklia nchini Iran mapema siku ya Jumapili. Hata hivyo, siku ya Jumapili Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilikutana kwa dharura kujadili hali hiyo ambayo imezusha taharuki kote ulimwenguni. Mkutano huo wa dharura wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa umefanyika wakati Iran ikilani vikali hatua ya Marekani na kusema imevuka mstari mwekundu kwa kushambulia hapo jana vinu vyake vya nyuklia vitatu vya Fordo, Isfahan pamoja na Natanz. Na serikali ya Tehran imeonya waziwazi Marekani kwamba italipa kisasi. Balozi wa Iran katika Umoja wa Mataifa Amir Said Iravani kwanza aliandikia barua Umoja wa Mataifa, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuitisha mkutano, na baada ya kuitishwa kwa mkutano huo aliuambia mkutano huo wa dharura wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba Marekani imeamua kusambaratisha diplomasia na kwamba jeshi la Iran litaamua wakati, aina na ukubwa wa jibu sawia. Baada ya rais wa Marekani Donald Trump akasema kuwa mashambulizi hayo yalisababisha uharibifu mkubwa, ingawa haijawa wazi juu ya athari hizo ni kubwa kiasi gani. Lakini baadhi ya waangalizi wameonya pia kwamba mustakabali wa juhudi za kudhibiti kuenea kwa silaha za nyuklia kwa njia ya amani upo hatarini kote duniani. Shirika la habari la serikali la Iran IRNA limeripoti kwamba Al-Akbar Velayat, mshauri wa kiongozi mkuu wa Iran, ametahadharisha kuwa nchi yoyote inayotumiwa na Marekani kuishambulia Iran itakuwa shabaha halali ya vikosi vya jeshi hilo. Hata hivyo, utawala wa Trump umeonyesha nia ya kutaka kuanza tena mazungumzo ya kidiplomasia na Iran, ambapo waziri wa mambo ya nje Marco Rubio akisema katika mahojiano na CBS kwamba nchi hiyo inahitaji kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na Iran, huku waziri wa ulinzi Pete Hegseth akisisitiza kuwa Marekani haitaki vita. Lakini ni nini msimamo wa mataifa katika suala la mashambulizi haya ya Marekani? Mashambulizi ya Marekani katika vinu vya nyuklia vya Iran yamezusha taharuki ulimwenguni kote, mataifa mbalimbali yakiwa na misimamo tofauti. Australia ilisema inaunga mkono mashambulizi hayo, huku Ujerumani kupitia waziri wake wa ulinzi ikisema kuwa mashambulizi hayo ni habari njema kwa Mashariki ya Kati na Ulaya, kwa kuwa operesheni hiyo imesaidia kutokomeza tishio kubwa. Lakini Korea Kaskazini imelaani sana mashambulizi haya ya Marekani dhidi ya Iran na kusema kuwa yanakiuka kanuni za Umoja wa Mataifa. Pyongyang imeongeza kuwa mvutano wa Mashariki ya Kati unachochewa na ushujaa wa kizembe wa Israel.
Lakini China kwa upande wake nayo pia imesema lazima Marekani iwajibike dhidi ya miundombinu ya nyuklia ya Iran, na imetia doa uaminifu wa Washington ulimwenguni na kuelezea wasiwasi wake kwa hali hiyo, na inasema kwamba inaweza kusababisha mvutano mkubwa katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Lakini kwa upande wake katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito wa kusitisha mara moja mapigano, huku akihimiza kurejea kwenye mchakato wa amani na mazungumzo ya kina kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein.